Sikia Rose na wengine wote. Ndio maana nisema kila mtu ana mafuele wake. Alimadam amshughuliki na mateso na vilio vya watu. Mnashughulika na ndoa zenu na maisha yenu. Hamwezi kuzilinda na kuziponya ndoa nyie. Rose Shaboka, pole sana. Kikweli ni wazi kwamba itakuwa umevumilia mengi, umedungwa mishale mingi kwa ndoa ya aina hii, au kuangukia kwenye ndoa ya familia ya aina hii, alafu na mwanaume asiwe na akili ya kukukinga. Akili ya kukukinga nitaionyesha, nitaijadili humu ndani kwamba mwanaume anatakiwa kukukinga kiasi gani ukiangukia kwenye ukoo na familia ya aina hii. Otherwise, hakuna mwanamke anayeweza kusurvive kwenye ndoa akiangukia kwenye familia ya aina hii, ambazo kwa asilimia kubwa familia za aina hii ndio nyingi. Kuzikuta familia ambazo zinaifahamu mipaka yao kwa watoto wao ni nadra sana. Sasa wanawake wengi wanaokuwa wameangukia kwenye familia za aina hii hukimbia mapema sana, au hufa kwa msongo wa mawazo, kwa kupatwa na magonjwa yanayotokana na msongo wa mawazo. Hata hivyo, nitakuwa na neno juu yako kwamba pia ulipewa wa kufanana naye. Ni kwa namna gani alikuwa kufanana naye, na ya kwamba inawezekana hayo ni malipo ya maisha yako, ni malipo ulitakiwa kupata mwanaume wa aina hiyo, upite humo, iwe hivyo. Taenda kuchambua hapa. Hapa ni karibu kila eneo nitapiga, na kama haitatosha, inawezekana nikaja kusema nyingine ya kusummarize kwenye maeneo nitakayoacha wazi au mianya. Sasa kabla ya yote, naomba tuvumilie, tusikie moja ya mwanafamilia anayewakilisha familia nyingi zinavyowakaanga wanawake, hasa wanawake wenye upambanaji kwa namna moja au nyingine, kama tu mwanamke huyo hailei hiyo familia, yani hiyo familia haimtegemei mwanamke huyo kwa kila kitu. Sikia moja ya mwanafamilia anavyowakilisha, ambacho huzungumzwa chini chini. Hivi ndo zilivyo familia nyingi. Familia zile zikamwogopa mwanamke aliyeolewa na mwanao, vinginevyo ziwe zinamtegemea kwa kila kitu, lakini kama kuna namna zinaweza zikaweza bila msaada wa huyo, mara nyingi. Hebu sikiliza kwa uvumilivu hapa, alafu takuja kukuchambulia mambo kadhaa hivi. Na kwa sababu mimi kuangalia ni vitu vingine ni kinyaa, kwa wakati mwingine vingine nakuwekea ujiangalizie tu mwenyewe, na mimi nitaanza kuongea mwenyewe. Kuna vitu huwa naangaliaga kwa pembeni hivi. Sasa hiki kingine hata ukiangalia kwa pembeni naona ni kinyaa. Hebu angalia tu mwenyewe, alafu mimi nitakurudia baadaye. Yaani leo hata itokee mtu ndoa imemshinda, utakuta lawama anairusha kwetu. Mtu anakimbia nyumba yake, alafu mwisho wa siku anasema ninakimbia kwa sababu amesababisha na bibi shaka. Jamani, kani zungumze na nyinyi mabinti wangu ambao mjaolewa, ambaye pia hasa nyie kina mama Naila hapa, kina Esther hapa, nyinyi ambao kidogo kiwango chetu cha elimu kinaruhusu kujitambua. Mnapoolewa itaidini kwenda kuheshimu familia za wanaume. Haleluya. Usipoheshimu familia ya wanaume, nenda likakupata na kukupata, na utakosa mtu wa kusimama na wewe.
Mwisho wa siku ukaanza kulaumu kwamba ndugu hawanipendi. Inawezekana ukawa ni mtoto pendwa kwenu, baba yako akawa anakuona kama vile keki. Unapoondoka na kwenda kuolewa, usiondoke na hiyo mentality ya kujiona keki. Nenda kule kama mke. Usifike kwenye ukoo wa watu ukasimama kama kilanja wa ukoo. Hakuna mwanaume au mwanamke ambaye atakuja kufurahia mke wake au mume wake asimame na kutukana mzazi wake, hata kama amekupenda vipi. Haleluya. Kwa mfano Mama Neema hapa, mtoto wako amepata mume, alafu mume anafika pale anaanza kutukana, mama yako ngedere tu, mashemeji ngedere tu, mawifi ngedere tu. Wapo atakaovumilia, lakini atatokea chizi mmoja atamjibu. Na anapojibu sio kwamba huyu ni mkorofi. Huwezi ukauliza watu wakakaa kimya, sema amen. Lakini pia huyo mume wako au mke wako ambaye utakuwa unamtukania wazazi wake, na yeye pia atakuwa anakuvumilia. Siku akichoka litakukuta na kukukuta. Kwa mabinti zangu niwaase tu, jitahidini kuwaheshimu waume zenu. Nyie mlioolewa, jitahidini kuwaheshimu waume zenu. Heshimuni, na unapomheshimu mume, heshimu ndugu zake, heshimu na wazazi wake. Sababu ukienda kwa ujeuri na kujiona wewe ndio mwamba, wewe ndio umekomaa sana, huyu akija kureact, utaanza kupita kwenye mitandao kutafuta comment, jamani huyu ameandika hivi, amenivunjia ndoa. Maandiko yanasema mwanamke mwenye hekima anaijenga nyumba yake, na mwanamke mpumbavu anaibomoa kwa mikono yake. Swala la kujenga na kubomoa liko kwa mke, haliko kwa mume wala kwa ndugu za mume, liko kwa mke. Haleluya. Unajua zamani kule Musoma, siombei kifo au nini, ila ingetokea yule bwana hayupo, mimi namrithi yule kama mke. Huyo ndo shemeji. Hebu imagine. Alafu mdogo mtu au ndugu hana nguvu ya watu kama hawa wasisogee karibu na ndoa yake, wasisogee karibu na maisha yake. Mimi nayoongea, mimi ni mwalimu. Mke wangu asingekuwa salama, mimi nisingemprotect. Familia yangu wanajua. Nataka tu ufahamu kwamba nina ujuzi wa kwamba wanafamilia hujipambanua kama ndio wamiliki wa ndugu yao, na kwamba wana matumizi naye wanayotaka, na kwamba hatakiwi kuwaza zaidi ya mitazamo ya ukoo au ya familia. Akiwaza akiwa peke yake, watasema tu kwamba amepatwa na mapepo, kalogwa. Akiwaza tofauti, akawa na hatua tofauti, ameshaoa, zigo lote hilo hutwishwa mwanamke. Huyo mwanamke atapigwa kutoka huku, kutoka kule, kutoka kule, kutoka kule. Wapo wanaokinga wake zao, lakini ni vigumu sana kumkinga. Ila mimi nimewahi, na karibu kila aliyejaribu kumgusa mke wangu alikula block, na nilimwambia asijaribu kupiga simu, asijaribu kuongea na mke wangu kwa namna yoyote. Katika uchungu wote unaojua mke wangu ameupitia, familia, ukoo ulikuwemo pia kumshushia zigo la lawama, kwamba ni source, ni sababu ya hayo yote ambayo ndugu yao yanamkuta, kwenye ukoo wa ndugu yao yanamkuta. Ndugu, kawaulize familia yangu kwamba mimi nilikuwa tayari kwenda pamoja na anayeweza kusaidia kila ambacho najua naishi kwacho, Mungu ameniacha kwacho, yule anayeweza kuishi kuwa pamoja na hicho kitu, awe ndugu, awe mtu wa mbali, awe mke, na ni adui wa mtu yoyote atakayekabili kile ambacho naishi kwacho, apitie kumzonga mke wangu au kunizonga mimi, nilimkabili.
Anyway, hata mke wangu na kaujinga kake na kauchaji kake, kama nilivyosema, nitaenda kufafanua hapa kwa habari ya Rose Shaboka, ya kwamba pia ulipewa wa kufanana naye. Pia na mimi naamini mke wangu kwa neema ya Mungu, kama anavyosema Paulo, na neema pamoja nami, Mungu pia alinipa wa kufanana naye, kwa sababu hana mengi anayotafuta, hana umaarufu anayotafuta, hana vya kwake anavyotafuta, hata vya wazazi wake. Yeye anafahamu tu jambo moja, ategemeze jambo alilojua katika kutafuta kwake kote kumcha Mungu. Hili ndo lilikuwa la kweli na la haki, la juu kuliko kote alikopita. Akasimama litegemeze hilo tu. Kwa aliporushiwa mishale, alipopigwa, na kwa uchaji aliyotoka nao kwenye familia yao, hakuwahi kupambana na yeyote, hakuwahi kukabiliana na yoyote kwenye mahubiri ya aina yoyote, kwenye ukurasa wa aina yoyote wa mitandaoni. Hakuwahi kutoa wimbo wowote wa kurusha kijembe popote. Naweza kusema nilipewa kufanana naye, na kwa mimi kumwona hivyo, pia na mimi nimemlinda kwa nguvu kubwa. Mimi mama yangu amewahi kula block ya zaidi ya miaka 3. Block. Mama mzazi, na nimeisema mara kadhaa, mama mzazi ananipenda sana, mimi ni mtoto wa mwisho. Ndugu zangu wengine ndo usiseme, yaani ndugu zangu, kama mama aliwahi kula block kwa sababu ya kumwataki mke wangu, hiyo ndo usiseme. Na hata tu hapa juzi kati, mke wangu mimi nilipokimbia, mke wangu amebaki pale, walianza kama kumwonea huruma, kwa sababu sasa ilionekana kama mimi nimerudi, kama kumwonea huruma. Sasa mtoto wa watu amebaki peke yake, ikiwezekana aondoke hapo aende kwao. Sasa upande wa ndugu yangu, mke wangu, akaanza kuhisi, pengine wanahisi amebaki pale kwa ajili ya mali, na wenyewe wanazihitaji mali, na wenyewe akafikiri tofauti. Mimi niliwapigia ndugu zangu, niliwakabiri, nikasema, nadhani mumelisahau kosa mlilofanya pale mwanzo, na kwa sababu hamujielewi. Mimi nilisema mambo ya ndoa yangu, ya maisha yangu, kama kuna tatizo, nyie muishie kuongea na mimi tu, sio mke wangu. Na upande wa mke wangu, kama wanajua kwenye familia, kwenye maisha yetu sisi kuna tatizo, waongee na mtoto wao tu, lakini sio nyie muluke mwanze kusema sijui nyie mlimtolea mali. Sasa mimi ndugu zangu, kwa sababu waishawahi kuonja joto la jiwe, waishawahi kuonja kala moto, wakiona moja tu nikaambia hawana uwezo wa kusema chochote tena. Unaweza kusema sasa unaishije? Ndo maisha kupigania kitu fulani ili kisimame. Yesu aliwahi kuambia ndugu zake kwamba sina ndugu hapo nje, ndugu yangu ni yule naye sikia na kutenda haya. Kwa hiyo usidhani kabisa kwamba akina Yusufu ndugu zao wale waliendana tu. Hapana, ndugu ndio wanaoua maono ya ndugu yao. Ndio maana Yesu aliwahi kusema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Sasa imagine ndoa umeangukia kwenye mikono ya hawa akina Bashando. Akili ndo hii ya mashemeji. Umeangukia mwanamke aolewe, aangukie kwenye ndoa iwe na mashemeji wenye akili ya aina hii, wao wanaongea mambo ya aina kama hii. Bashando hapa kama alikuwa anazungumzia habari za ndoa ya Niki mdogo wake na huyu Rose Shaboka, basi inawezekana sana kwamba
Huyu Rose Shaboka amepitia cha moto, na kuficha alidhani ni hekima, kumbe Waswahili wanasema mficha maradhi kifo humumbua. Na inawezekana kama amechukua hatua hizi ambazo zinaonekana kwenye mitandao, inawezekana amezichukua akiwa ameshaharibikiwa sana, isipokuwa mafundisho yake haya ya ndoa yana kasoro. Ndoa ambazo umeingia vibaya, unakutana changamoto, malipo ya kuingia vibaya, alafu kuzitumia hizo ni experience za kufundisha watu ambao wengi wao hawakuingia kama wewe, lazima wapotoshe. Ya Bashando nadhani humo nilivyochambua maisha yangu, unaweza ukawa umejua familia kina Bashando. Hebu twende nimchambue Rose Shaboka, na nikujulishe kwamba huyu alipewa wa kufanana naye. Hayo aliyoyapitia ni malipo ya alivyoingia, na wanaoingia hivyo lazima waingie eneo kama hilo. Mimi wanasemaga mara kadhaa kwamba uwezekani wewe ni malaya, wewe ni mwizi, wewe ni mlevi, unataka mwanamke aliyetulia, unapewa wa kufanana naye. Sasa Rose Shaboka yeye ana tabia za aina gani? Wanajuana, ila tu tabia zozote hizo anaramikia kwa mume wake, inawezekana kabisa ni tabia zake kabla hajaingia kwenye hiyo ndoa, ama hata akiwa kwenye ndoa, kwa sababu matatizo hayawagi makubwa kwa ajili tu ya jambo hili. Mungu hakupi tu mtu wa aina fulani kwa sababu tu haruhusu Mungu mkutane na mtu wa aina fulani kwa sababu tu imetokea ni mko duniani. Hapana. Kuna kuwa na kakitu fulani wewe mwenyewe pia ni wa aina hiyo. Neema ya Mungu pamoja na mtu mwenyewe, kwa anavyosema Paulo. Nadhani wengi mmesikiliza na kumuona Rose Shaboka. Sikiliza tu akadogo, alafu ni kuonyeshe kwamba mwanamke ana akili ya aina hii. Mmeshasikiliza mengi katika mafundisho yake. Ana akili ya aina hii. Unafikiri anaweza akawa na mwanaume wa aina gani? Hebu sikiliza kidogo hapa, alafu nakujia nimalizie. Mwambie jirani yako, badilika hata unavyovaa. Usivae vitenge kila siku. Suti unamwachia nani? Bwana asifiwe. Hata kuna wengine una miaka 26 lakini umevaa kama mama wa miaka 80, na ndio maana uolewi. Wanakuona mama yao. Nani anataka kuoa mama yake? Wewe una miaka mingapi? 27 hujavaa hereni, shoga. Hujavaa hereni, nyusi hujatinda, nywele umechana kama mwalimu wa shule ya msingi primary. Hakuna lipstick, hata mafuta ya nazi upake mdomoni, shoga. Cha kujizeesha. Hebu nipe lipstick iko hapo kwenye pochi yangu, tufanye mazoezi. Wanyakyusa huwa tunasema marenunge weke moge fijo. Mitanda kasema, lakini wewe ni shalobalo mno. Ndoa na ushalobalo kwa kiwango kama hiki, hamna rafiki, hamna kunaga. Shalobalo mno. Moja ya mfano kwenye Biblia katika Petro wa kwanza 3 mstari wa 3 anasema, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele, kujitia dhahabu
na kuvalia mavazi. Sikwambii ni dhambi, ili hapa halina maana ni dhambi, kwa maana hata kuvaa mavazi ingekuwa dhambi, lakini ile yani kabisa ni wa kisasa mno. Sikiliza, inasemaje? Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole, ya utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Nanyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Sasa amna bwana, amna. Biblia inasema mwanamke avae mavazi ya kujisitiri. Anyway, ninaamini kujisitiri imemaanisha ngozi yake isiwi inaonekana. Ni kujisitiri tu, ngozi hii ndo isiwi inaonekana, ndo tafsiri ya kujisitiri. Kwa hata akivaa skin tight kabisa imechola kila kitu, miundombinu kila kitu, nadhani mwanamke bado hapo anakuwa amejisitiri kweli. Kwa tunguo kama hutu ukisasa aka ni mke wa mtu, ni kioo, ni mhubiri, unajaribu kuelimisha wake za watu wana ndoa wawe ni kweli, wawe hivyo, wakufuate hivyo, wawe hivyo. Sio mwisho wa hizo ndoa ni hivi inavyoweza ikawa kwako, kama tunavyoona humu, ambayo inaonekana kwa namna moja nyingine kama mambo ni hivi. Ukisasa kama huu, kwa lugha mtaani ambayo nasema usharobaro kama huu, ni kitu ambacho watu wakiangalia, hata mume wako wakiangalia, wanaume wengi wanaweza kusema lakini mke wangu hapa alipofika ni kama ni cha wote, ni kama uko ni hivi tu, ututunguo utu ni kupendeza tu. Kupendeza kwenyewe hakuna kiasi, hakuna limiti ya kujilimiti mwenyewe na kuona no, mimi ni kioo fulani ambacho natakiwa nifanane sana. Unajua ucha Mungu una kiushamba fulani hivi, lazima uwe mshamba fulani hivi. So Bwana mpaka leo ni mkulima, Mungu mpaka leo ni mkulima. Ukisikia Mungu mpaka leo ni mkulima, ujue mpaka leo ni washambani, mpaka leo ni mshamba, ni wakuja. Sasa watoto wake mkawa ni wa mjini, lazima wewe sio mtoto kamili na ama mpendwa wa baba. Kama sio mume kwanza kupata mashaka, upande wa mwingine naweza kawa naona itakuwa na wewe umesha save wanaume wengi, na kuona asipokuwa huyu anitoshi, mi ni wa level zile na yule, kwa sababu hakunaga vitu unaweza kuwa unapambana navyo, hakuna nguvu fulani nayo kusukuma, na kuwa pengine umesha save. Sasa umesha save wa aina nyingi, unao na wa download tunakuwa play wakati fulani, kwa mume anayeishi na wewe kwa ukaribu, akikuangalia sawa, lakini mbona hapa ni kama haukuwepo, mbona hapa ni kama ulikuwa mahali fulani, kwa sababu kimjaacho mtu ndicho kimtokacho. Asikudanganye mtu, wazo unaloliwaza mtu anayeishi na wewe jirani ana uwezo wa kulijua bila hata wewe kumwambia. Nataka uelewe, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Mtu kisha jawa na mambo mengi ambayo unahisi unasiri, unafundisha heshima, jinsi, ndoa na nini, anayeishi na wewe kabisa anao uwezo wa kuona uhalisia kwamba mimi hapa naishi na bomu. Tofauti kubwa na fujo kubwa za vijana wa kiume si tu ulioa kufanana naye, si tu ulioa mwanaume
wa kufanana naye, yani ambaye ni kiwembe. Baadhi ya hao vijana inawezekana kabisa katika kukuangalia na kupevuka kwako kwingi, nishasema mafundisho ya ndoa hayafanyi mwanaume au mwanamke anayefundishwa hayo akaiponya ndoa yake. Mafundisho ya ndoa yanayoitwa ya ndoa yanamfanya mwanaume na mwanamke anayefundishwa hayo aone zaidi ya mume wake, aone mume au mke aliye naye hatoshi, hafai na vile anavyo, kwa sababu hakuna mwanaume, hakuna mwanamke mwenye future, mwenye mtazamo wa milele ambao Mungu alikusudia huyo mtu aishi kwa huo duniani, anayeweza kuhangaika na mitindo na namna zote zinazofundishwa kwamba wenye ndoa wanatakiwa wafanyane hiki, wafanyane sikiliza, imeandikwa Bwana asipoulinda mji alindaye afanya kazi bure. Bwana asipojenga mji ajengaye hafanya kazi bure. Namna pekee ya kulinda ndoa ndiyo namna ya kulinda imani. Ndoa hulindwa kwa mwanaume au mwanamke kutimiza wajibu wake wa milele ambao ni kuwa sauti ya wanaolia, kupigania wanaolia, kuwa mwokozi wa wanaolia. Anaweza akakimbiwa na mkewe, anaweza akakimbiwa na mumewe, lakini iwe tu huyo mke afe mapema au huyo mtu afe mapema, wakiendelea kuwa hai, kwa vyovyote vile, wakati fulani huyu mwanamke, huyu mwanaume atasema nilipoteza jembe. Watu watamzomea mwanaume kwamba umeachana mwanaume wa aina ile, mwanamke wa aina ile. Mwanaume yoyote anayepambana sijui avae kanga hii, siwezi mwache mwanaume na njaa ya tumboni na njaa kule kwingine, siwezi. Wewe huyo mwanamume tu naye aliye na mke anayefundisha hivyo, mwanamke tu aliye na mume anayefundisha hivyo, anajijua tu, hata nijitahidi vipi kufanya hayo mimi sitoshi. Anajijua. Maidia huwa inajichora tu kwenye sura, inajichora. Lozi shabuka nungwe gwe kimoge fijo charobaro mno rafiki. Nayo mnayofundisha sio mafundisho ya ndoa. Mimi siwachukii, sio mafundisho ya ndoa. Fuatilieni katika namna nyingi ambazo nimewakosoa huko nyuma, ambazo wakati mwingine mmehisi ni uadui. Mnachofundisha sio mafundisho ya ndoa, mnaiharibu jamii. After all, experience mlikoitoa ya kufundisha hayo inawajulisha na ambao walikuwa hawajui kuanza kuonja hii huko mlikopita. Mafundisho ya ndoa sio hayo. Mungu ndiye aliyekuwa na mfundisho mazuri ya ndoa. Alimwambia Adamu, itunze bustani na uilime. Sio kulima hiyo aliyosema maraya fulani hivi, kulima ni kumlima mke wako. Aliambiwa Adamu kabla ya kuoa, kabla hajaumbwa Eva, itunze bustani na uilime. Wape majina wanyama, watawale, waongoze. Baadaye ile kazi ya kuwapa majina wanyama ameimaliza Adamu na wadudu na kila kitu. Ndio Mungu akasema, huyu jamaa mbona yuko peke yake? Nimpe wa kufanana naye ambaye atakuja kwa ajili ya kutunza bustani, kuilima na kuongoza wanyama. Hapakuwa na mafundisho
Mafundisho ya ndoa yalipatikana kwa malaya mmoja hivi, alikuwa anaitwa Sulemani. Ndo aliyevunja sana mafundisho. Malaya mmoja hivi anaitwa Sulemani, katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Angalia mwisho wa Sulemani ulikuwaje mwisho wa Sulemani. Malaya yule alipovutwa, akawa na masuria, akawa na wanawake, akawa na nini, mwisho ulikuwaje? Ukiangalia kama kitabu cha Mhubiri ni kitabu cha kutubu na kujuta, ndio mwalimu wenu mzuri. Lakini ukichukulia kama akina Paulo wanaposema yale wanayosema, sio msinyimane, sio msifanye, wameweka angalizo, wameonyesha, wanamwambia mtu mwenye akili za umbwa hivi. Sikia Rose na wengine wote. Ndio maana nisema kila mtu ana mafuere wake. Alimadamu amshughuliki na mateso na vilio vya watu, mnashughulika na ndoa zenu na maisha yenu, hamwezi kuzilinda na kuziponya ndoa nyie. Mungeshughulika na kila ambacho Mungu aliwaleta kwacho duniani. Piganieni watu, teteeni watu, wateteeni wanaoonewa, wasaidieni yatima wanaodhulumiwa, pigeni kelele kwa niaba ya hao. Mungu atanusuru ndoa zenu na maisha yenu. Nje na hapo, takuwa na maisha mengi sana ya kuigiza na kuona mko strong, mnapigwa vita na upande wa wanaume. Mnapigwa vita na mnachoshughulika nacho si sahihi. Hayo mengine yapo kwa kipande kubwa. Ndoa nyingi mnazoingia nyie, ni lazima mkutane na hayo. Kutana kijana na mwanaume wa aina ya mimi, anaweza kuprotect mke wake kwa viwango hivyo nilivyokujulisha mimi hapa. Utaona hata kwenye comment. Si rahisi. Anyway, najua nimeacha mianya mingi sana. Na vitu ambavyo Lois Shaboka wameandika, wanaume hivi waamini. Pia mwanamke unayejikuta unajua tu kwa hali yoyote, mimi nitasonga mbele, familia hii na matatizo, uliingia vibaya. Na njia ya kuimudu ya familia sio kajeuri na kakiburi hivi. Na ukumbuke, niwahi kuonya wakati fulani, ulikuwa ni kama ulibadilika ulipovaa kasuruali fulani hivi tight, kabadilika, baadaye ukavaa manguo makubwa, baadaye ukarudi kwenye jina yako, ukiangalia makucha yako yalivyokaa, tunguo twako unavyovaa, mapambano ya hapa na pale unavyopambana. Wekimoge fijo, wekimoge charobaro mno. Na anathubutu kusema mnamopita naenda kuharibu fahamu za wanawake na wanaume inaodhaniwa mnawafundisha. Nikiona sababu nitakuja kurudi kuchambua kwa kina maeneo yote ambayo naweza nikawa nimeacha mianya. Asante na hongera kwa kunisikiliza. Onyo la mwisho ni kwa mawifi, onyo la mwisho ni kwa mashemeji, onyo la mwisho ni kwa mama wakwe. Lazima mufahamu mirusi mingi huwa inamchanganya mumbwa. Kuwaingilia sana hawa watu, lazima kutawachanganya ovyo. Lakini hata yale makabila yasiyoona ni ajabu, wenda kujazana kwa wanandoa
na pengine hata ndoa yenyewe ni changa. Nawaambia mutawachanganya, nawaambia mutawavuruga. Tunawatakia baraka, baraka, tunawatakia baraka katika maisha yenu. Ukatuwakilishe vizuri kwenye ndoa yako, nenda ukatuonyeshe vizuri kwenye ndoa yako, nenda ukatuseme vizuri kwenye ndoa yako. Ndoa yako isiwe sababu ya sisi kutukanwa, ndoa yako isiwe sababu ya sisi kudharaulika. Ndiyo dua ya wazazi ama walezi wa aina yoyote. Hiyo ndiyo dua ya kanisa lolote la kweli la Mungu. Hiyo ndiyo dua ya ufalume wa Mungu. Wanapokulea wanategemea mbele ukawawakilishe, wanapokusaidia wanategemea mbele ukawatangaze vizuri. Wazazi walezi wako wanasema walilenga kukulea kwenye maadili mema, lakini hata kama hawakufikia lengo, wewe nenda kaonyeshe picha nzuri. Chungaji na kanisa wanasema nia yao ilikuwa kukulea kwenye maadili mema, hata kama wakufikia lengo, wewe nenda kaonyeshe picha nzuri. Mungu na ufalume wake anategemea sifa njema. Ndoa yako isiwe sababu ya ufalume wa Mungu kutukanwa, ndoa yako isiwe sababu ya kanisa la Mungu kutukanwa, ndoa yako isiwe sababu ya walezi wako wazazi wako kutukanwa. Nenda ukatuwakilishe kijana kwenye ndoa yako, wewe binti, nenda ukatuonyeshe vizuri kwenye ndoa yako, we mtoto, nenda ukatuseme vizuri kwenye ndoa yako. Ndoa yako isiwe sababu, ndoa yako ya sisi kutukanwa. Ndoa yako isiwe sababu ya sisi kudharaulika. Uwe makini na wanaosema tumekutangulia. Mbinu nyingi za kuvaa kanga moja hazijawasaidia hao wanaokushauri. Mbinu nyingi watakazo kushauri ndizo zilizopelekea wengi kuwa na migogoro. Mshauri wa kweli iwe ni maombi na ibada. Mshauri wako wa pekee iwe ni maombi na neno la Mungu. Epuka
nyumbani kwako kuwa mahali pa kijiwe. Rafiki yako iwe ni kazi, ukimaliza kazi nenda mahali pa maombi. Hata uko unakoabudu, vikundi vyote vyenye tabia chafu achana navyo. Kila rafiki utakaye kuwa naye mpime kwa maombi na kazi, sio kwa umbea. Nenda kwa uwezo wa Mungu, nenda kwa msaada wa Yesu, nenda kwa mkono wa Mungu, nenda kwa msaada wa Yesu. Katika ndoa yako Nenda kwa uwezo wa Mungu, nenda kwa msaada wa Yesu. ewe kijana, Nenda kwa mkono, wewe binti, nenda kwa msaada, daima tanguliza maombi. nenda kwa uwezo wa Mungu, Rafiki yako awe kazi, nenda kwa msaada wa daima mtangulize Mungu nenda kwa mkono, maishani mwako. nenda kwa msaada wa Yesu. Mwishowe nimalizie tena na migogoro itokanayo na ndugu. Mwishowe nimalizie na mivurugano itokanayo na ndugu. Huruma ama upendo wa kulea ndugu, usivuruge ndoa yenu. Kusaidia ndugu wa upande wa mume au mke, mukubaliane. Vinginevyo wasaidieni wakiwa mbali, huku mukijikusanya. Sio kwamba musisaidie ndugu wa upande wowote, ila mujipange kwanza. Ndugu mutakaoishi nao ni wale muliopangana kabla ya kuoana, lakini hawa wakuwavamia wana kawaida ya kuleta mizozo kwenye ndoa. Najua maneno haya yanaonyesha yanakiuka mila na desturi. Najua maneno haya yanaonekana ni kama yanapandikiza chuki kwa ndugu, lakini ndugu zangu, tujifunze kujitegemea. Waswahili wanasema tusifuge mbwa kwa kutegemea mavi ya walevi. Usifurahie wengine kuoana ili we upate msaada wa chakula au mali. Hata wao wana mengi, hata kama wanakupa wanajikaza tu, na wengi wao hasira zao zinakwenda kuishia kutoroka ama kuleta mizozo ndani. Mashangazi, shirikiane kuijenga ndoa. Mawifi, sio kuibomoa ndoa. Mashemeji, kuboresha ndoa. Baba mkwe, mama mkwe, mabinamu na ndugu wote, kuijenga ndoa. Kwa kweli shida zetu zisichangie uharibifu kwenye ndoa. Wenzangu, uhitaji wetu sifuruge wengine wakurundikana huko ama kuombaomba misaada bila kujali wenyewe wanaelewanaje. Si kwa kulaumu unyimi au kwamba wanatunza upande mmoja tu. Twende tuwape msaada, sio kuwalaumu laumu. Litakalo kukela mpaka pa mwisho, usikae nalo muda mrefu moyoni, usubiri kujinyonga au kuchukua hatua mbaya. Tafuta kila njia, ulifunua, uliweke wazi.